أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأحباب، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز ونجا المتقون وهي وصية الأولين والآخرين إذ قال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة كتاب محمد صلى الله عليه وسلم نوصي لكم وصيا juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika ndiyo lengo la mwanadamu kuletwa katika ulimwengu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusia waliopita kabla ya umma Muhammad, na umma Muhammad ukahusiwa dhidi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nahusia na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma عنوان خطبة اليوم أما عنوان خطبة ya leo kwa muda huu mfupi tutazungumzia kunako igtanim qabla al-fawat. Maudhui yetu nasema igtanim qabla al-fawat. Kwa nini tunazungumza maudhui kama hii? Tunazungumza maudhui kama hii kwa sababu iko katika munasib, ndio iko mahala pake. Tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani na ni tarehe za mwanzo ambao tunatakiwa tukae sawasawa ili kwenda kwenye tarehe za kati na kwenda kwa tarehe za mwisho katika hali ya kwamba tumejipanga vizuri. Ndio maana tukaleta maudhui kama hii, inasema ya kwamba vuna kabla ya kupitwa, vuna kheri zilizoko katika mwezi huu kabla ya kupita mwezi. Ndio maana tukaamua kuitanguliza maudhui hii kwa sababu musimu bado upo, muendelee kuvuna, muendelee kuvuna, muendelee kuvuna. Ndugu zangu katika imani, igtanim qabla al-fawat, vuna neemeka kabla ya kupitwa na wakati, kabla ya kupitwa na msimu wa kuvuna na kuneemeka. Kwa vitu gani ambavyo tutavifanya ili tuonekane kwamba tumevuna kilichoko ndani ya msimu huu? Nitataja vichache katika vile ambavyo tunatakiwa tulipe kipaumbele ili tuweze kuvuna kheri zilizoko ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Tuzo katika imani neemeka kabla ya kupitwa na wakati, na
hazijaisha, Ramadhani haijamalizika. Jambo la kwanza, hafidh ala salawati al-khamsi fi awqatiha ma'a al-jamaa. Hili ni jambo ambalo wengi katika sisi tunaweza kutoa tumefunga, lakini hatuhifadhi sala tano kwa wakati na kwa jamaa. Haijatosha kuhifadhi sala tano kwa wakati, la, hifadhi sala tano kwa jamaa. Kuhifadhi sala tano kwa wakati, lakini iwe ndani ya jamaa. Hili ni jambo ambalo kanu salaf wema waliopita kanu yakumuna salata al-maktuba, walikuwa wakisimamisha sala za faradhi ala kulli ibada, kuzipa kipaumbele dhidi ya ibada zingine zote. Fala yushghilu qiyam al-layl, hawashughulishwi na kusimama usiku kabla ya kusali sala ya faradhi, wala tilawata al-Qur'an, hawashughulishwi na kusoma Qur'ani kabla ya salatu faradhi, au salatu jamaa, dhidi ya swala ya jamaa. Swala ya jamaa kwanza, alafu ndio shughuli zingine za ibada ziendelee. Itaendelea swala ya tarawih, itaendelea kusoma Qur'ani, itaendelea tahajjud, itaendelea mengine, itaendelea baada madha, baada qiyam salati jamaa, baada ya kusimamishwa swala ya jamaa ambayo ni swala ya faradhi. Kwa nini walikuwa wakiipa kipaumbele zaidi sala ya faradhi, sala ya jamaa? Qalu, jaa fi hadith kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma taqarraba al-abdu ila Allah bi shay'in ahabba ilayhi min adai ma ifturida alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hajajikurubisha mja kwa Mola wake kwa jambo lolote ambalo lapendeza zaidi kuliko kutekeleza faradhi yaliyofaradhishwa juu yake. Faradhi yaliyofaradhishwa juu yake inapendeza zaidi kuliko vingine vyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume anasema atapendeza zaidi mja ila taqarraba ila rabbih, akikurubia kwa Mola wake, ala ma ifturida alayhi, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia juu yake. Wengi katika sisi tunaweza tukadumu katika funga, lakini sala ya faradhi katika jamaa wanaume ikawa imekosekana, tutakuwa bado hatujavuna fursa tulionayo katika msimu huu. Lakini kama idha sami'u nidaa, masahaba walikuwa wakisikiliza adhana, wakisikia adhana, taraku ma biaidihim, wanaacha yote yaliyoko mbele yao, yote ambayo wako katika mikono yao yaliyoko mbele yao wanaacha. Walau kanu fi tijaratin au darsun au ibada, hata kama walikuwa katika biashara, hata kama walikuwa katika darsa masomoni, hata kama walikuwa katika nini, katika ibada zingine nje na ibada ya sala ya jamaa, zote hizo zinawekwa pembeni, wanakimbilia kuitikia wito wa Allah subhanahu wa ta'ala, hayya al-falah, hayya al-falah. Mzangu nukila al-Sa'id ibn al-Musayyib, imenukuliwa kutoka kwa Sa'id ibn al-Musayyib annahu qala, ma fatatni takbirata al-ihram fi jamaa 40 sanatan. Anasimulia Sa'id, anasema ya kwamba haijawahi kunipita mimi takbira ya sala ya jamaa, takbira ya jamaa, sala ya jamaa 40 sanatan, muda wa miaka 40. Miaka 40, sio siku 40 wala sio saa 40, miaka 40 ambao ni umri wa mtu mzima, hajawahi kupitwa na takbira ihram katika sala ya jamaa ya imamu.
ni kwamba umeiswalia wapi? Wema waliopita ndio hawa ambao hivi leo tunaambiwa turudi nyuma, kugeuka, kuangalia namna gani walivyokuwa na namna gani wamepita na wamefika katika daraja la juu la wema la radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni nani? Said ibn Musayyib. Kana Ramadhanu indahum mawsimu amara almasajid. Ramadhani kwa wao ilikuwa ni sehemu ya kuchunga msikiti, kila mmoja anakuwa anachunga msikiti, baina sala, kati ya sala wa dhikri, kati ya dhikri wa qira'atu Qur'an, kusoma Qur'an wa i'tikaf. Ramadhani kwa wao ndio msikiti, mambo waliokuwa wakifanya haya, hawatoki msikitini illa bihaja. Wanafanya nini msikitini? As-sala, tunasomesha sana tilawatu al-Qur'an, kusoma Qur'an, adhikri, kufanya dhikri, wal i'tikafi, na kufanya i'tikafi. Ndivyo walivyokuwa wakifanya, kutumia fursa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mzangu leo sisi tunakimbia msikiti, swala ya jamaa ikimalizika hapa, dakika 5 ni nyingi mtu kukaa hapa msikitini hapa. Dakika 5 ni nyingi mtu kukaa msikitini, wakati toka alfajiri yuko shughuli zake, baada ya swala yuko shughuli zake mpaka saa 7 anakuja kukimbia kuwahi swala ya jamaa. Utakuta mara nyingine amechelewa rakaa, anaswali. Baada ya swala hawezi kukaa dakika 5. Wallahi hadhihi min khasran adhim. Hii ni miongoni mwa hasara kubwa, hasa ndani ya muda huu unasema kwamba ni nusu mkubwa wewe. Jaribu kukaa tulia kidogo, nusu saa, dakika 20. Fanya ibada, soma Qur'ani, fanya adhkari, fanya kadha. Hivi ndivyo tunavuna katika mwezi huu ambao unasema kwamba iqtani qabla al-fawat. Neemeka na neema zilizoko ndani ya muda huu kabla hujapitwa. Umri unaenda. Wa idha fatat al-amar, ukipita umri, ukipita lam ta'ud abadan, hawezi kurudi milele. Wakadhalika ikhwat al-ahbab, iqtani qabla al-fawat. Neemeka kabla ya kupitwa na msimu huu mdogo mfupi wenye siku 29 au siku 30. Miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tunaemeke nayo, qiyamu layali Ramadhani, kusimama ya Ramadhani, bisalati tarawih wa tahajjud, kusali tarawih, kusali tahajjud. Moja katika ibada ambazo wema waliopita hawakufanyia mchezo ni swala la kufanya kusimama qiyamu layli, kusimama qiyamu tarawih. Ni jambo ambalo walilipa kipaumbele zaidi. Kanu yusalluna tarawih, walikuwa wakiswali tarawih awwalul layli jamaa, mwanzo wa usiku wanaswali jamaa. Kama tunavyoswali hivi leo sisi tunaswali jamaa tarawih msikitini. Baada ya kuswali jamaa tarawih msikitini, thumma yakunu kathirun minhum akhirul layli tahajjudan, kisha kila mmoja ataenda kusimama pia vile nyumbani kwake au popote pale alipo, atasimama pia vile mwisho wa usiku tahajjudan, analeta tahajjud. Sisi leo tukisoma tarawih hapo tukieleza na imamu, kila mmoja anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah leo tumemaliza rakaa 8, ngoja nikalale mpaka alfajiri. Lakini wenzetu walikuwa sio hivyo. Akimaliza rakaa za imamu hapa pamoja na jamaa msikitini, anafanya pia vile kutafuta nafasi ya kuweza kusimama tahajjud, kuweza kufanya ibada khalia peke yake. Kwa nini anafanya hivyo? Talaban sa'at al-ijaba, anatafuta saa moja ambayo ni ya kujibiwa maombi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu bi kulli layli fi thuluthi layli, anateremka Allah subhanahu wa ta'ala theluthi ya mwisho ya usiku kila siku.
mambo yetu. Hii saa tutaipataje ya mwisho wa usiku kujibiwa maombi yetu? Tutaitafuta kwa aina gani, kwa miujiza ya aina gani, ili uweze kuipata hiyo saa ya mwisho wa usiku kujibiwa maombi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakati haujasimama, haujafanya njia yoyote ile? Hawa ndio wema waliopita walikuwa wakifanya vile. Vipi walikuwa wakifanya? Wakiswali tarawih, baadaye wanasimama qiyamu tahajjud muakhir layl, mwisho wa usiku, kwa ajili ya kutafuta saat al-ijaba, ule muda wa kuitikiwa dua na Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi salaf kan yaktumu al-Qur'an fi Ramadhan maratin, baadhi ya wema waliopita walikuwa wakisoma Qur'ani akthar, mara nyingi zaidi wakilikuwa wakihitimisha Qur'ani. Tunapata kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah rahmatan wasi'a, mmoja katika waliokuwa wakifanya hivyo. Al-Imam Shafi'i yaktimu al-Qur'an fi Ramadhan kathiran, alikuwa akimaliza Qur'ani nzima, msaafu mzima juz 30 mwezi wa Ramadhani. Mara nyingi imekuja katika riwaya kwamba nukila anhu 60 mara, alikuwa akimaliza Qur'ani kwa mwezi mmoja. Huu mwezi ambao na siku 30 au 29, anamaliza Qur'ani mara 60. Ikiwa kama anamaliza Qur'ani mara 60, kwa maana kila siku anamaliza Qur'ani mara 2. Kama ni siku 30, anamaliza Qur'ani kila siku, anahitimisha Qur'ani mara 2 kwa usiku mmoja, kesho tena mara 2 kwa usiku mmoja. Zinamalizika siku 60 za Ramadhani, siku 30 za Ramadhani, tayari anamaliza Qur'ani mara 60. Allahu Akbar. Leo sisi tunashindwa kumaliza juzu moja. Leo sisi tunashindwa kumaliza hata nusu ya msahafu. Leo sisi tunashindwa kumaliza msahafu kwa mwezi mzima, siku 60, siku 30. Mzaka jamani, huu ni mwezi wa kuvuna. Ightanim qabla al-fawat, neemeka mja kabla ya kupitwa na neema, kabla ya kupitwa na fursa hii. Hii fursa laalla an la ta'ud abadan. Huenda na Ramadhani yako ya mwisho hautoipata kama. Ightanim qabla al-fawat. Hadha al-Imam Shafi'i, huyo ni Imam Shafi'i. Kadhalika as-salaf as-salih kanu yuqimuna salata italatan jiddan, walikuwa wakiinafusha swala ya tarawih, walikuwa wakiinafusha swala, wanainafusha sana, hata inna ba'dhum kanu ya'tamid ala asa, mpaka wengine walikuwa wakisimama na gongo hivi na fimbo, amesimama katika kisimamo cha tarawih, anasimama katika kisimamo cha tarawih, anarefusha Qur'ani nasoma kwa muda mrefu, ili watu waweze kuelimika kwa fursa ambayo haipatikani katika miezi mingine isipokuwa kwenye mwezi wa Ramadhani. Leo ndugu zangu katika imani, tunasema kamili rakaa ya 3 ya 4, imamu anageuka nyuma na katua na watu watano, kuja kumaliza rakaa ya 8, imamu anabakiwa na watu watano. Inawezekana ni yeye na mwadhini wake ndio wamebakiwa, wengine wote wako wapi? Hatutaki sisi fursa hii, hatutaki sisi ujira mwingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ightanim qabla al-fawat, neemeka na musimu ulionao kabla al-kabira, hujapita usiku. Kuzaka imani min al-ihtirami, miongoni mwa mambo ambayo yanatakiwa kuyavuna kwa haraka kwa muda huu, ila sadaqa fi Ramadhan, kithirisha zaidi kutoa sadaqa katika mwezi wa Ramadhani, kithirisha zaidi kutoa sadaqa katika mwezi wa Ramadhani. Na hii ndio masahaba walichukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana atwad, alikuwa ni mtoaji. Mtume sallam kana atwad, alikuwa ni mtoaji ma yakunu fi Ramadhani, lakini alikuwa akitoa zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Hadi ni fursa hasa ni ihtinami al-munfiq. Hii ni fursa pekee ya mtu kuvuna
anayetaka kuvuna katika mwezi huu wa Ramadhani. Wahadhihi kana samata as-salafu salih, huu ndio ulikuwa muonekano wa wema waliopita, ndio ulikuwa ni muonekano wa wema waliopita katika masahaba. Kanu yarauna Ramadhana, walikuwa wakiona Ramadhani musimu tijarata maa Allah, ndio musimu pekee wa kufanya biashara na Mwenyezi Mungu. Walikuwa wakiona Ramadhani ndio ni msimu pekee wa kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi tumegeuza kwamba Ramadhani ni msimu pekee wa kufanya biashara za dunia yetu. Kila mmoja sasa hivi anataka kurudika mali yake, anataka kuleta bidhaa, anataka kufanya kadha nini. Ramadhani bwana, biashara inafanyika kweli kweli, unapata faida maradufu kati yake yeye na dunia yake. Lakini amesahau kwamba Ramadhani bwana, msimu huu ni kufanya biashara kati ya muumini na Allah subhanahu wa ta'ala. Wema waliopita walikuwa wakiona Ramadhani ndio sehemu pekee ya kufanya biashara pamoja na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini mmoja katika sahabi jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Umar katika kazi aliyokuwa akiifanya baada ya kutambua ya kwamba Ramadhani ndio sehemu pekee ya kuvuna na kufanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, kana la yaftiru illa maa al-yatami, alikuwa hafuturu, hafungui isipokuwa pamoja na mayatima, wal masakini, pamoja na maskini wale ambao hawajiweza kupata, pamoja na maskini. Wa rubbama qaddamahum ala nafsihi, na muda mwingine anabeba na kuwapelekea yeye mwenyewe, kuwapelekea maskini, kuwapelekea mayatima ili waweze kufuturu, wapate futari mwezi wa Ramadhani. Hawa walitambua uzito wa sadaka ndani ya msimu huu ambao ni msimu wa kuvuna. Ndio maana walikimbilia nini? Walikimbilia kuwatafuta hawa watu. Hivi leo ndugu zangu katika imani, wone taqallaba al-umur wal mawazin, mambo yamebadilika leo. Hivi leo mtu alichonacho yeye hata amempa fadhila kidogo, basi wa kumuita kuja kufuturu naye ni yule ambaye amepewa fadhila na yeye. Yaani matajiri ndio wanamshahara. Akijamtia utajiri wa namna gani? Yaani mwenye nacho ndiye anamuita mwenye nacho kwenda kufuturu. Yule ambaye hana chochote anakufa na maji yake, anakufa na njaa yake. Maskini ambaye anahitajia amesahaulika. Yatima ambaye anahitajia amesahaulika. Wanaitana wale ambao Allah amewapa fadhila, ana uwezo wa kupata futari yake. Yule ndiye anamuita mwenzake ambaye ana uwezo wa kupata futari yake. Wema waliopita hawakuwa hivyo. Waliopita walikuwa wakiwaita wale ambao ni dhaifa, min al-yatami, al-dhaifa, min al-masakin, wale ndio wanaitwa kwa ajili ya kufuturu. Inakuwaje hivi leo mambo yanabadilika namna hii? Kwa sababu ya dhaifu imani na watu kukosa al-ihtimam ala al-ihtinami al-fursati allati ataahu Allah subhanahu wa ta'ala, watu kukosa kutumia fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa leo. Nawasia pia kuhusia nafsi yangu, kila mmoja afanye hesabu katika nafsi yake. Ana uwezo wa kufuturisha yatima, afanye. Ana uwezo wa kufuturisha hata maskini, afanye. Kwa nini? Kwa sababu ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio kuneemeka na fursa tulionayo katika mwezi huu wa Ramadhani. Kathiru minhum kanu yakfa sadaqa, wengi katika wale waliopita walikuwa wakificha sadaka zao, wakizitoa kwa siri katika huu mwezi wa Ramadhani. Ashaddan min khifai alayhi amalihi as-su'i, walikuwa wakificha zaidi
wa kubeba mwenyewe, beba mwenyewe, peleka. Hadi ni ikhfai as-sadaqa. Hii ni sehemu ya kuficha na kuheshimu sadaka yako. Lakini pia Hasan Ali ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn Husayn anza mazungumzo yake, kana yahmilu at-ta'ama laylan ila buyuti al-fuqara, alikuwa akibeba chakula wakati wa usiku mwezi wa Ramadhani kupeleka kwenye nyumba za wale ambao hawawezi. Hivi ikitokea sisi ambao tunajiweza kiasi kidogo katika mtaa wetu, kila mmoja akachukua jukumu hili na kuanza kupeleka chochote kwa yule ambaye hajiwezi, utabakia mtu ambaye atalia na njaa, utabakia maskini au utabakia fakiri ambaye atasema kwamba sijafunga, nimekosa futari. Jambo ambalo linawezekana, ni jambo ambalo linawezekana watu kufanya hivyo na kupata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuneemeka na fursa hii ambayo haina kikomo katika fursa au katika mambo ya dini. Huyu Hasan, yani Ali ibn Hasan, alikuwa akifanya mambo hayo, anabeba chakula wakati wa usiku anawapelekea al-fuqara. Falamma mata urifa dhalika athruhu, alipokufa Ali ibn Hasan, ikafahamika athari yake, ikajulikana athari yake, kwa maana kwamba wale waliokuwa wakiguswa na kupata ule msaada ukawa umekatika baada ya kwamba Ali ibn Hasan amefariki katika maisha ya dunia. Lam yakunu yu'tuna min fadail faqat, sio kana kwamba walikuwa wanatoa mali ambazo zimebakia, yani baada ya ulichonacho kisha ukabakisha na utoe kile, la, bali walikuwa kadhalika rubama yukthiru anfusahum, walikuwa pia wakijiathiri nafsi zao. Hana, lakini anatoa kile ambacho hana, yale ambacho anacho, hata kama ni kidogo, anatoa kile ambacho anataka kukipata yeye. Anakula muda wa robo moja, yani ni robo, lakini anatoa ile robo au anaigawanya hiyo mwenzake apate kidogo na hapo ya mwingine apate kidogo. Anaathiri nafsi yake. Haina maana ya kwamba wakati uwe makini sana au umebakisha sasa unarudika kile ulichotoa na kisha mapenzi yako. Ndio wanakuambia. Sikufunga siku fulani, ilikuwa kadhaa.
على عبد رزقكم ولذكر الله أكبر والله تعالى